waliobarikiwa saa hii wanaoweza kuchapa makofi mengine kwa Yesu aliye hai, wanaoweza kushangilia kwa Yesu aliye hai, wanaoweza kumwadhimisha Bwana usiku wa leo. Sijaona furaha yako mahali ilipo, sijaona vigelegele vyako mahali vilipo, sijaona kelele yako mahali ilipo, sijaona namna unavyoshangilia kwa Bwana, sijaona namna unavyorukaruka kwa Bwana. Kuna wengine hawajui kwa nini tunashangilia. Kuna wengine hawajui kwa nini tunasifu. Kuna wengine hawajui kwa nini tunamwadhimisha Mungu usiku wa leo. Yako mambo ambayo ukiyawaza, ukiyafikiria, yako mambo ambayo ukiandika uwezi kuweza kusimulia wema wa Bwana juu ya maisha yako, yale tena yamefanya kwenye maisha yako. Unao sababu ya kutokaa, unao sababu ya kukorana, unao sababu ya kutofuraha, unao sababu ya kuinua kinywa chako kumwambia Yesu asante, kumwambia Yesu unatosha, nakueleza makuu. Haleluya! Biblia inasema mtukuzeni Mungu, mshangilieni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Sema, fadhili zake ni za milele na wema wake haukomi kwenye maisha yetu. Ndio maana usiku wa leo watu wamelipa gharama zao, watu wameacha vitanda vyao, watu wameacha shughuli zao. Kuna mambo yatakufa asubuhi ya leo kwa sababu ya uchovu wa mkesha. Kuna watu hawataenda makazini kwa sababu ya mkesha wa leo. Sikiliza, liko jambo ambalo Bwana atafanya kwenye maisha yako usiku wa leo. Sio bure kuwepo mahali hapa, sio bure kuwepo mahali hapa. Piga kelele kwa Bwana ni hai. Haleluya! Nisikilize, nikupe siri kidogo. Nataka nikupe siri kidogo usiku huu wa leo. Sikiliza, Mungu wa mbinguni aliumba usiku na mchana. Alipoumba usiku na mchana, akaweka mchana watu wafanye shughuli zao, watu waajibike kwa ajili ya kutafuta chakula, watu watafute mali na utajiri wakati wa mchana. Akaumba usiku ili watu wapumzishe akili. Tunaposoma kwenye mambo ya saikolojia, tunamaanisha kwamba wakati wa usiku ni wakati ambao ubongo unatulia, ni wakati ambao mawazo yanaseto. Unawaza mambo ya kesho, unawaza mambo mengine. Ubongo ukiwa umetulia, una relaksi, unapata usingizi mororo. Katika usiku ni wakati ambao watu hawashughuliki na chochote, badala ya kusinzia. Tena yamewekwa mpaka masaa ya kitaalam kwamba mwanadamu aliyekamilika alale masaa 8, apumzike masaa 8 kamili, ili kwamba digestion take place na mawazo yatulie na ubongo uwe sawa, ili kesho yake afanye kazi zilizo njema. Shetani akaona katika hali ya kutulia ni wakati ambao anatengeneza mitego ya kumnasa mwanadamu. Maana yake usiku wa manane ndio usiku wa Shetani anapotega mitego kwa ajili ya kuharibu hatima yako, kuharibu maendeleo yako, kuharibu maisha yako. Ndipo Mungu akaja na mpango mwingine kwa wale ambao wanamjua Mungu kikamilifu, ya kwamba usiku wa manane sio usiku wa kulala, kumbe ni usiku wa watu walio katika ulimwengu wa roho, watafuta uso wa Bwana, watafuta kutegua ile mitego ya adui. Sema nina hiyo. Haleluya, haleluya. Kumbe usiku wa manane ni usiku wa watu waliokoka, ni usiku wa watu walioko rohoni, ni usiku wa kumtafuta Mungu, ni usiku wa kukaribia uso wa Bwana, ni usiku wa kutegua mitego ambayo Shetani ameiweka. Ametega mitego mbalimbali, ameweka vikao vyake ili anase watu, aharibu maisha ya watu. Sisi tunategua mitego usiku wa manane, tunategua mitego iliyoandaliwa kuwanasa watu siku ya kesho,
Maana ameshajua sababu ya kuacha kitanda chake. Kumbe usiku sio wa kulala. Usiku sisi tunageuza, sema amen. Usiku wa watu waliokoka ndio mchana wetu, sema amina. Usiku wa watu waliokoka ndio mchana wetu, sema amina. Haleluya. Yes. Naomba nikupeleke kwenye somo kidogo. Yes. Kidogo. Kwa usijiwazie, kuna watu wanataka kutoroka kwenda kulala. Amen. Kuna watu wanataka kutoroka na wengine wameshatoroka tayari. Wameshaenda kulala, hajui tu. Hajui. Maji ukiyavulia lazima ufanyeje? Yaoge. Ukiamua kuja kwenye mkesha, acha kusinzia. Kwa singiza ya nini? Amina. Mbona mtaki wanalinda dolio, anapata shekeli huwa hasinzii. Anakatwa leliwa na Mungu tu, macho yako kodokodo tu hasinzii. Sisi dakika chache tumeshasinzia. Jitie nguvu kuna thawabu ya makesha. Sema haleluya. Usiku huwa leo somo tutakalojifunza linasema kula unono na kukaa salama. Mwambie mwenzako kula unono na kukaa salama. Wewe. Kuna mtu baada amesinzia, mtikise mwenzako, ikiwezekana mpe kakilimu kidogo hivi. Achangamke. Mwambie hivi, kula unono na kukaa salama. Mungu amesema sikieni, usimwogope. Hapa sio wageni, wote ni FPST kwa jina la Yesu. Wote ni watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Wote tunaenda Yerusalemu. Wabarikiwa walioimba ule wimbo, wataurudia mwenyekiti. Ule wimbo ndio kia maombi yetu. Tunatoka hapa tunakwenda Yerusalemu kula unono. Lakini unono tunaanzia hapa. Kuna unono pale nje, kuna unono hapa kwenye madhabahu, kuna unono pengine, yaani vinono vipo, sema. Kula unono na kukaa salama. Hilo ndio somo la usiku wa leo. Mtu mmoja atajisomea kitabu cha Zaburi 36 na mstari wa 8. 36 na mstari wa 8 Zaburi. Mtumishi wa Mungu, soma chapu watu wapata kula unono. Zaburi ya 36 na mstari wa 8. Biblia inasema, ndio watashibishwa kwa unono wa nyumba yako. Nawe utawanywesha mto wa furaha zako. Tunaweza kurudia tena? Yes. Rudia tena watu wasikie. Kuna mtu alikuwa amesinzia. Watashibishwa kwa unono wa nyumba yako. Nawe utawanywesha mto wa furaha yako. Haleluya. Amen. Unono, sema unono. Unono ni kitu chochote kilicho chema, kilicho kizuri, unachoweza kukipata kwenye maisha yako kikakufurahisha. Unono unaweza ukawa ni chakula kitamu. Kuna chakula kinachozidi pilau. Mimi nafikiri pilau ndio ya mwisho kabisa kwenye vyakula. Mwingine anasema yaende viazi ndio namba 1. Mimi nasema pilau. Sema amen. Haleluya wa pilau. Pilau na nyama ya kuku iliyorostiwa. Hata mtoto anasema mate yanadondoka kiona. Anaweza kakaidi atakwenda shule. Unono huo. Sema amen. Haleluya. Kwa nini andiko hili linaandikwa? Maana yake Biblia inasema ya kwamba nyumbani mwa Bwana iko kila kitu tunachokihitaji kipo. Bwana Yesu amejaza akiba ya mahitaji unayoyahitaji. Bwana Yesu amejaza akiba ya vitu unavyovitaka. Na ndio maana usiku wa leo iko neno linasema utashibishwa kwa unono unaotoka kwenye nyumba ya Bwana, na Bwana atakujaza furaha zake katika kinywa chako. Bwana ataweka furaha. Ninajua usiku wa leo wako watu wana mahitaji. Inawezekana ungeomba
kufutwa. Palipo na huzuni, Bwana ameweka furaha. Kuna watu watatoka kwenye mkesha huu wanaimba nyimbo za furaha baada ya kuona matendo makubwa ambayo Bwana amefanya. Say yes. Hallelujah. Kuna watu wengine wametoka kwenye familia zao, amani haipo, furaha haipo, kicheko hakipo, fedha haipo, mtaji umeisha, biashara haiendi, kazi imepotea. Natangaza usiku wa leo, Bwana anawashibisha unono. Anawashibisha unono, usiku wa kupokea unono. Sema amina hiyo. Usiku wa kupokea unono na kukaa salama. Usiku wa kupokea unono na kukaa salama. Wangapi wamejitahidi leo wanataka wapokee unono? Wangapi wanataka wapokee unono leo? Nani anataka wapokee unono usiku wa leo? Haleluya. Haleluya. Natamani usiku wa leo tunapoenda kuomba, omba mbele za Bwana. Ule msingi ambao umeshindikana kuinuliwa, Bwana kauinue kwa muujiza. Ile biashara iliyodumaa, Bwana kainyanyue kwa nguvu zake. Tena sikiliza nikwambie, watu wametamka mengi, watu wamesema mengi, watu wamependa kinyume nao. Natamani ile furaha Bwana anayoiachilia kutoka kwenye nyumba yake. Bwana anayo furaha kwenye kinywa chako, anahitaji achilie furaha. Watu waone matokeo badala ya kuona hasara. Watu waone matokeo badala ya kuona kushindwa. Watu waone matokeo badala ya kuona kuning'inia chini. Wewe uinuke juu, sema amina hiyo. Haleluya, haleluya. Nisomee kitabu kingine, mtumishi, Zaburi 147 mstari wa 14. Zaburi 147 mstari wa 14. Biblia inasema, ndio, ndiye afanyaye amani mipakani mwako. Ndiye afanyaye amani mipakani mwako. Akushibishaye kwa unono wa ngano. Akushibishaye kwa unono wa ngano. Mimi nakurudia. Akushibishaye kwa unono wa ngano. Haleluya. Amen. Nani aliyekwambia kwamba kuokoka ni hasara? Nani aliyekwambia? Nani aliyekwambia kwamba kuokoka ni kupigwa hasara? Nani aliyekwambia kwamba kuokoka ni kuwa chini? Nani aliyekwambia kwamba kuokoka ni kudumaa? Nani aliyekwambia kwamba kuokoka wewe utakuwa maskini? Biblia inasema nimeweka njia mbili mbele yako, nimeweka laana na baraka. Chagua baraka.